Napenda ukazia hili sana na sana, ya kwamba tumechukulia madhabahu kama eneo la sadaka tu, lakini madhabahu ni zaidi ya sadaka. Madhabahu ni eneo la kukutana na Mungu, ni eneo la kupeleka mizigo yako. Lakini leo nakuletea habari njema, madhabahu ni eneo la kuokoa uhai wako. Sijui una tishio gani katika maisha yako juu ya uhai wako. Inawezekana ni tishio kwa sababu ya ugonjwa, inawezekana ni maneno ya watu, inawezekana ni adui ametumia namna yoyote ya kukutisha. Leo ninakualika kwenye madhabahu. Katika madhabahu kuna kuokoa uhai wako. Fungua nami kitabu cha Kutoka sura 21 fungu la 12 hadi la 14. Nasoma Kiswahili cha kisasa. Anasema, ampigaye mtu na kumuua lazima auawe. Zingatia neno lazima auawe. Lakini kama hakuwa amemvizia bali ni kwa ajali, basi huyo muuaji ataweza kukimbilia usalama mahali nitakapo wachagulieni. Lakini mtu akimshambulia mwenzake makusudi na kumuua kwa jeuri, hata kama atakimbilia kwenye madhabahu, mtamtoa huko madhabahuni pangu na kumuua. Unaona, kuna maelekezo ambayo yanaonekana kwenye mstari wa 14 hayapo katika mstari wa 13 sawa sawa. Kuna miji ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya kukimbilia, lakini Mungu anatoa maelekezo hapa. Anasema ikiwa mtu alimuua mwenzake kwa makusudi, kwa kumvizia, kwa jeuri, hata kama amekimbilia kwenye madhabahu yangu, mtamtoa hapo. Kwa lugha nyingine, ikatokea umemuua mtu na ukakimbia moja kwa moja kwenye madhabahu, ukashikilia madhabahu, umepona. Haleluya! Madhabahu ni eneo la kuokoa, ni eneo la kuponya, ni eneo la kurejesha uhai wako. Madhabahu ina uhusiano mkubwa na uhai wetu. Katika Agano la Kale, madhabahu haikuwa sehemu ya kutoa sadaka pekee kama nilivyosema, lakini palikuwa ni sehemu ya rehema, ilikuwa ni sehemu ya faraja, ilikuwa ni kimbilio kwa mtu yeyote aliye katika hatari. Mnakumbuka tumesema ya kwamba katika maisha yako yote jenga madhabahu. Na sina maana ya kwamba ukajenge kwa mawe, ukajenge kwa namna yote, hapana. Nimesema madhabahu ni eneo ambalo umekusudia kufanya ibada, kukutana na Mungu wako. Linaweza kuwa ni pale chumbani kwako, inaweza kuwa ni sebuleni kwako, inaweza ikawa ni kwenye gari. Kuna wakati unaweza kukumbwa na hatari, huna muda wa kupiga magoti. Usije ukasema mpaka nipate sehemu ya kupiga magoti. Hata kama unaendesha gari, tengeneza madhabahu kwenye steering yako hapo hapo. Haleluya! Sema na Mungu hapo hapo, maana katika madhabahu kuna uzima wetu. Madhabahu ni mahali pa kimbilio. Kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya kwanza fungu la 50 anasema, naye Adonia kwa kuwa alimuogopa Solomon, akakimbilia katika hema la Mwenyezi Mungu, akazishika pembe za madhabahu apate kusalimika. Zingatia sana hili. Adonia alikuwa ni ndugu yake na Solomon, na wakati mzee hajafa alionekana kuwa na tamaa ya ufalme, utawala. Baadaye Suleiman anashika madaraka, na anaposhika madaraka Suleiman, kuna watu ambao inatakiwa wamalize wasimsumbue. Mmoja wapo alikuwa ni Adonia. Mnakumbuka habari ya mtu mmoja anaitwa Yoab, ambaye mzee Daudi kabla hajafa akamwambia mtoto wake Suleiman, wafuatao hakikisha kwamba hawashushi mvi zao wa hera kwa amani. Wa kwanza akamtaja Shimei, lakini akamtaja na Yoab. Anamuonya Suleiman, anasema hata kuwaua kwako uwaue kwa akili. Yaani kila mtu asije akashtukia kwamba unawamaliza. Mnakumbuka Yoabu alipoambiwa kwamba sasa unatafutwa uuawe, spidi yake ya kwanza ilikuwa ni madhabahuni. Akaenda akashika madhabahu. Wakamwambia Suleiman, tazama Yoabu amekimbia na ameshika madhabahu, na kwa mujibu wa Torati hairuhusiwi mtu aliyeshika madhabahu mumuue. Kumbuka mzee alimwambia utumie kitu gani jamani? Akili. Kwa hiyo akauliza askari zake, kwa hiyo mmefanyaje? Sema tumemwacha. Akasema Torati inasema asiuawe akiwa ameshika madhabahu, mtoeni. Sijui umenielewa? Yaani kifo kiko
ila kwa vile aruhusiwe akishika madhabahu, mtoeni mkamue nje ya madhabahu, kwa kuwa aliua kwa kusudia huko nyuma huko, adhabu inampata. Nahitaji kuambia nini hapa? Kuna mtu ananisikiliza, upo kwenye kundi la Adonia, upo kwenye kundi la Yoab, mimi sijui. Tunaishi kwenye agano jipya lenye nguvu na neema katika udhihirisho wake kuliko kafara za mbuzi. Haijalishi umetenda dhambi kiasi gani. Madhabahu sio eneo la hukumu yako. Nimewaambieni Mungu hivi tulivyo sasa hivi, kiti anachokikalia sio kiti cha hukumu. Jina litakuja kubadilika baadaye, lakini kwa sasa kinaitwa kiti cha rehema. Tumia fursa ya rehema ukapate rehema. Haleluya. Ila tuzingatia, unapoenda madhabahuni, kuwa mkweli. Kuwa mkweli, usianze kumzunguka Mungu na stori za kujitetea. Umetenda dhambi, kiri mbele za Mungu, mwambie nimekosa. Maanisha kutoka moyoni, usifanye usanii mbele za Mungu. Mungu atakufunika kwa rehema zake. Ndio maana kwenye kitabu cha Ibrania ameweka vizuri kabisa, sura ya 13 fungu la 10, anasema sisi tunayo madhabahu ambayo wao wahudumu wa hema hawana ruhusa kula vitu vyake. Nikana kwamba anasema wale ambao bado wanashikilia hema ya zamani hawaruhusiwi kupata faida ya madhabahu tulionayo. Lakini leo tunaye Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye madhabahu yetu. Yesu Kristo ndiye kafara yetu. Yesu Kristo ndiye hekalu letu. Yesu Kristo ndiye kuhani wetu mkuu. Yesu Kristo ni kila kitu. Ukiwa na Yesu una kila kitu. Madhabahu tunakimbilia kutubu. Madhabahuni hatuendi pale tu kusamehewa dhambi, japo ni mojawapo ya msamaha wa dhambi. Tunapata uponyaji, ndipo tunapata kurejeshewa uhai wetu wa kiroho. Inawezekana hali yako na hamasa ya maombi imeshuka, njoo madhabahuni. Inawezekana hali yako ya kiroho kwa upande wa usomaji wa Biblia imeshuka, njoo madhabahuni. Inawezekana kuna wakati ukijisikia ukiwaza ya kwamba ukafanye maombi hata kufunga tu siku moja mbili, ile nguvu ya kufunga imeisha, njoo madhabahuni. Wakati mwingine hata ule moyo wa kutoa sadaka na zaka umekwisha, ukijaribu kutoa unasikia kuna kitu kinakwambia huo ni ujinga, achana nacho, njoo madhabahuni. Kuna baraka katika utoaji, lakini uwe ni utoaji ambao umeongozwa na Roho wa Mungu. Njoo madhabahuni. Unajisikia kukaukiwa kiroho, njoo madhabahuni. Wakati ule ndugu zangu wanapokuja hapa sasa, kila mmoja mwenye maombi yake peleka pale kwenye boksi la maombi. Na ikiwa una sadaka yako kwa ajili ya kuunga mkono mkutano huu, unaweza ukaleta pia sadaka yako. Ninaposoma kitabu cha Ibrania sura ya 4 fungu la 16, hili fungu nahitaji nilisome mwishoni kabisa, ili unapoleta maombi yako ujue unapeleka wapi. Sikiliza vizuri. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wakati unaleta maombi yako na kuweka kwenye hilo box, narudia tena andiko hili, liingize kwenye akili yako, lifanye kuwa lako. Ninatoa wito kwa kila mmoja aliyeko hapa, anayefuatilia kule nyumbani, kwenye vituo, popote mlipo, hili fungu ni kwa ajili yako. Basi na tukikaribie kiti cha neema. Neema ni upendeleo. Neema ni kupewa usichostahili. Kwa unapokuja usianze kujihukumu na dhambi zako. Usianze kujiona kwamba wewe ni mdhambi sana. Hii ni neema, sio haki. Njoo ukapate neema, na ukipata neema utapewa rehema na kupata neema ya kusaidia wakati wa mahitaji.